Kutoka mlima Sinai, wana wa Israeli walianza safari yao wakisafiri upande wa mashariki wa mlima Sinai. Wakisafiri kuelekea kaskazini, kisha wakageuka magharibi kuingia Wadi Araba, eneo pana la ardhi ambalo ni sehemu ya bonde kuu la Ufa. Kabla wajafika mwisho wa kusini wa Bahari ya Chumvi, waligeuka tena kuelekea magharibi. Hapa walitulia kabla tu ya vilima vilivyoelekea katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Hapa walikuwa Kadesh Barnea. Na tuko hapa Kadesh Barnea ambapo Musa alipiga mwamba mwanzoni mwa miaka 40 ya kutangatanga na kisha tena mwishoni mwa miaka 40. Tofauti ilikuwa kwamba alifanya hivyo kama alivyoagizwa na Mungu mwanzoni mwa ile miaka 40. Na mwishoni mwa ile miaka 40 baada ya kuchokozwa mara kwa mara na kutishiwa na kuwasiwa na hayo yote, yeye kwa hasira aliupiga mwamba mara 2. Na bila shaka mwamba huo ulikuwa ishara ya Kristo. Na hii haikuwa ishara iliyopaswa kutumika hapo. Hivyo kama matokeo, Musa hakuruhusiwa kuingia katika nchi ya ahadi. Hapa unaona jiwe kubwa lililowekwa kwenye njia kuu ya mkondo wa maji yalipokuwa yakishuka mlimani. Na hii ilifanya maji tuseme yaruke juu kabisa hewani, kisha yakitua kwa kishindo futi kadhaa mbali na hapa, yakigonga na kumomonyoa eneo kubwa sana kwenye mwamba huu na kuacha athari kubwa kabisa. Na ilikuwa kutoka kwenye mashimo haya ya mwamba ambapo waliweza kupata maji, na bila shaka maji yaliposhuka kutoka eneo hili yalitiririka kupitia eneo hili hapa, bila shaka hadi kwenye bonde pana hapa. Hiyo ilikuwa nyumbani kwa wana wa Israeli mara 2 katika kutangatanga kwao, na bila shaka kwa kipindi cha muda usiojulikana. Mwanzoni mwa kutangatanga kwao ilikuwa walipopiga kambi hapa ndipo walipowatumwa wapelelezi. Na kutokana na ripoti ya 10 kati ya wapelelezi hawa, waliamua kwamba hawawezi kuiteka nchi. Na wao walimwasi Musa. Na kisha Mungu alipowaambia kwamba kwa sababu ya kukosa imani kwake baada ya yote aliyowatendea, kwamba wote wangefia nyikani, angalau wanaume watu wazima. Hivyo baada ya hili waliamua kwamba wangevamia adui. Na bila shaka walifanya shambulio kuelekea nchi ya juu na wakashindwa. Kwa sababu bila msaada wa Mungu hawakuwa na uwezo wa kupambana na watu hawa. Na watu walikuwa, tuseme, wameonywa na makuhani wao na kwa ukweli kwamba Mungu alikuwa ameyatenga maji ya bahari. Hivyo waliambiwa wapigane kama wanaume. Kwa maneno mengine, walipaswa kuweka kila kitu walichokuwa nacho kwenye vita. Na matokeo yalikuwa kwamba bila msaada wa Mungu hawakufanikiwa sana katika mpango huo. Na hapa kuna mashimo ambayo maji yameyachimba. Sawa, tunaangalia tena hali hii hapa, na hii inafanana sana na mahali ambapo kiasi kikubwa cha maji kilibubujika au kuchimbuka hadi juu kutoka kwenye tabaka za chini. Na juu ya jiwe hili kuna sehemu zinazofanana sana na mahali ambapo mwani ulijishikiza na ulikuwa ukijilisha kutoka kwenye madini ya chokaa.
na kisha maji yalipokatika, bila shaka mwani ulikufa. Ni haya mashimo kwenye jiwe kutokana na maji yakigonga jiwe hili kubwa ambalo linaonekana kuwekwa hapa makusudi ili kuzuia maji haya na kupunguza kasi ya kuteremka, kufanya maji yapatikane kwa urahisi na yasiwe hatari kwa watu wa chini. Sawa. Ushahidi mkubwa wa mmomonyoko, sijaona chochote kinacholingana na hiki, isipokuwa kando ya sehemu yenye mawimbi makali ya bahari. Unajua, kwenye visiwa vya mawe na fukwe za mawe. Nadhani hii ni mahali pa kusisimua sana. Chini upande wa kushoto wa hii kuna setefizi ndogo sana. Eneo lilivyovunjika kwa mitetemeko ambapo chini yake tulipata ilikuwa ni ishara wazi kabisa kwamba dhahabu pamoja na vitu vingine vya thamani vilizikwa chini kabisa kwa kina cha futi 40 mahali hapo, na hivyo kufanya eneo hilo kuwa na umuhimu mkubwa sana kihistoria. Je, ulipata kitu sehemu hii? Ndiyo, tulipata. Kule katika eneo unaloangalia sasa kulikuwa na mamia ya makaburi. Tulichimba moja na kuna watu wengi katika kaburi hilo moja, na nadhani labda mashimo yote yalikuwa mashimo ya mazishi ya halaiki. Biblia inasema kwamba watu 14,000 walikufa hapa. Mbali na Kora, Dathani na Abiramu. Vitu hivi ni vyenye ncha kali sana, kwa hivyo hupaswi kuteleza juu yake. Sasa hebu tutembee kupitia hapa na nitakuonyesha mahali nilipopata kinu hicho mapema. Sawa. Huwa vinasombwa na maji katika rundo kama hili na kukwama chini ya miamba mikubwa. Hata hivyo, Vichwa mimene. naam, hiki ndicho aina ya kitu ambacho vitakwama dhidi yake. Angalia hapa. Hebu ningoje. Hapana, haionekani kwa hivyo. Vitachimbua katika eneo hilo kidogo kwa upole, kwa sababu ikiwa kuna kipande cha mfinyanzi au chochote utakivunja ukichimba sana. Upepo mkali. Ndiyo. Naam, unasemaje hivyo? Upepo mkali? Jani? Mkali. La haula wala quwwata. Siamini. Hiyo inashangaza sana. Sasa kwa kawaida huwa zimepasuka kidogo au wasingeziacha nyuma. Lo, ajabu. Ingekuwa vibaya kama ingekuwa imevunjika kidogo pengine. Unataka tu kutoa uchafu ndani yake? Endelea. Tazama hiyo. Hapa ndipo walipokamua nyama kutoka kwenye kokwa ya mzeituni. Hapo. Wang. Ndiyo, hiyo ni kama ile niliyoipata hapo awali. Isipokuwa ilikuwa imevunjika. Ndiyo, ilikuwa imevunjika. Nadhani ilikuwa imevunjika kote kuelekea upande huu. Je, unaweza kuipindua? Kama ningekuwa na muda zaidi. Lo, ilionekana tu kama jiwe. Yangalie. Mimi mwenyewe siamini.
Hapa Musa alipopiga mwamba, maji yalitoka kwa ajili ya watu. Hapa Mungu alipowaambia waingie katika nchi na kuimiliki, waliomba watume wapelelezi 12 kwanza, jambo ambalo Mungu alikubali. Waliporudi baada ya siku 40 na sampuli za mazao zikionyesha rutuba nyingi ya udongo, walizungumza pia kwa hofu kuu kuhusu wenyeji wa nchi hiyo. Wapelelezi 10 kati ya 12 waliripoti kwamba wenyeji walikuwa na kimo kikubwa sana hivi kwamba tulijiona kama nzige, na ndivyo tulivyokuwa machoni pao. Baada ya ripoti hiyo, watu waliasi. Katika hofu yao, walisahau miujiza mikuu ambayo Mungu alikuwa amefanya kwa ajili yao. Mungu aliwaambia kwamba kwa sababu ya kutokuamini kwao, wote wenye umri wa miaka 20 na zaidi wangekufa nyikani na wasiingie katika nchi ya ahadi. Wote isipokuwa Yoshua na Kalebu, wale wapelelezi 2 waliosema wanaamini Waisraeli wanapaswa kuingia. Hapa pia kulitokea uasi wa Kora, Dathani na Abiramu ambao kwa kumwonea wivu Musa na Haruni walijaribu kuwaangusha viongozi ambao Mungu alikuwa amewateua. Njama hii ilisababisha makabiliano katika ua wa hema ya kukutania. Utukufu wa Bwana ulitokea na Musa na Haruni waliambiwa na Mungu wawaambie watu wajitenge na waasi. Kisha nchi ikafunuka na kuwameza Kora, Dathani na Abiramu pamoja na familia zao zote na mali zao. Kisha wale wanaume 250 waliokuwa wameungana nao waliteketezwa kwa moto. Maana yake ilikuwa wazi. Kuwakataa wale ambao Mungu amewateua hakungevumiliwa na Mungu. Ili kutoa ushahidi zaidi wa nani Mungu alikuwa amemchagua kwa kiongozi wa ukuhani, kila kabila liliagizwa kuchukua fimbo na kuandika jina la kabila juu yake. Fimbo hizi ziliwekwa katika hema ya kukutania mbele ya sanduku la agano. Ile iliyochanua ingekuwa ushahidi kwamba Mungu amechagua kabila hilo kwa ajili ya ukuhani. Fimbo ya Haruni ilichanua maua na hata ikazaa lozi. Mungu akawahukumu Waisraeli kurudi nyikani, ambako wangetangatanga kwa miaka 40. Mwishoni mwa miaka 40 ya kutangatanga, walirudi tena Kadeshi walipojiandaa kuingia nchi ya ahadi. Lakini halingekuwa tukio la furaha tupu, kwani hapa Miriamu, dada yake Musa, alikufa. Umbali mfupi tu kutoka Kadeshi kuna mlima Hori ambapo Haruni alikufa. Lakini muhimu zaidi, walipofika, kijito cha maji kilikuwa kimeacha kutiririka na watu wakanung'unika tena. Mungu akamwambia Musa aseme na ule mwamba, lakini kwa kukasirika, Musa akasema, "Sikieni sasa, enyi waasi, je, tuwatolee maji katika mwamba huu?" Kisha akaupiga mara 2. Mungu akamjulisha kwamba kwa sababu ya hili asingeruhusiwa kuwaongoza watu kuingia nchi ya ahadi. Licha ya yote, Musa aliyokuwa amefanya katika ile miaka 40 alikuwa amekosa kutii mara hii moja, na Mungu hana upendeleo. Musa aliendelea kuwaongoza watu hadi mpaka wa nchi ya ahadi, na huko Mungu akamwonyesha kwa mbali. Lakini kisha akafa